Okay, ni wakati mwingine tena ambapo tunaenda kuendelea na presentation zetu, na leo kuna kitu kimoja ambacho nataka nianze mwanzo wake, ambapo nataka nianze kuongelea kuhusiana na candlestick, ambapo itakuwa ni presentation endelevu kuhusiana na candlestick kwa sababu kuna vitu vingi sana ndani ya candlestick. Kwa hiyo sitaweza kuzungumzia vyote leo, kwa hiyo itakuwa ni mtiririko ambao utakuwa ni endelevu. Kwa katika candlestick, kwanza kabisa nataka leo niongelee kuhusiana na morphology of the candle, muundo wa candle, ambapo nitahusisha kuhusiana na psychology ya candle pia. Lakini jinsi presentation zinavyozidi kwenda nitakuja kuongelea mpaka those we call the candlestick patterns, kwamba muundo, kwamba kuna namna ambavyo candles zinaweza zikajipanga katika chart alafu zikawa zinamaanisha kitu fulani, kwa hiyo tunaita the candlestick pattern. Lakini leo nitabezi kuhusiana na muundo wa candle au the morphology of the candle. Unachotakiwa ni kusubscribe. Utasubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe, kisha alama ya kengele iliyoko pembeni. Ukibonyeza hiyo alama ya kengele itakuwa inakusaidia wewe kupata taarifa pale ambapo tunakuwa tunaposti video nyingine kuhusiana na presentation zetu. Kwa hivyo ili uwe wa kwanza, bonyeza hiyo alama ya kengele. Lakini pia ukisubscribe unaweza like hii video kama unakuwa umeipenda, alafu kaweka na comment yako kuhusiana na nini ambacho umekiona. Kama unakuwa na swali au una ushauri wowote unaweza kaweka hapo. Unaweza share hii video ili iweze kumfikia na mwenzako ambaye bado hajaweza kuitazama, lakini unaamini kwamba itaweza kuja kumsaidia. Katika muundo wa candle, kitu cha kwanza tujue kwamba candle huwa inakuwa ni pattern au ni namna ambavyo unaweza ukaiwakilisha price katika chart. Huwa inakuwa ni namna ambayo unaweza kutumia katika kuionyesha price kwenye chart, au ni namna ambayo inatumika katika kuionyesha price kwenye chart, na inakuwa imebeba ujumbe wa kwamba price inakuwa inaelekea wapi au inafanya kitu gani ndani ya hiyo chart husika. Lakini pia price inaweza kuwakilishwa kwa kutumia graphs na forms zingine ambazo zinaweza zikatumika, lakini candlestick ndio inakuwa ni form moja hapo ambayo ni common na ni form ambayo ndio inakuwa ina ujumbe mwingi zaidi. Kwa leo tunaenda kuona kwamba labda hiyo candlestick inakuwa ina vitu gani vya msingi ndani yake, na namna ambavyo unaweza kujaribu kuelewa saikolojia kwamba kwa nini hiyo candle ionekane kwa muonekano huo, kwa nini iwe ndefu, kwa nini iwe fupi, kwa nini iwe na rangi fulani. Kwa hivyo vitu tutajaribu kuvigusia leo. Kwa hiyo katika candlestick huwa katika formation ya candlestick inakuwa formed kulingana na movement ya price. Jinsi ambavyo price inatembea ndivyo candle inapokuwa formed. Kwa hiyo kuna wakati ambao price inaweza ikafungukia, inaweza ikatokea siku hiyo, siku, saa, dakika au kwa namna yote inaweza kuwa katika time frame yoyote ile, price inaweza kuwa imefungukia katika sehemu ya chini kwenda sehemu ya juu. Inapofungukia chini kwenda juu huwa tunapata the bull candle. Ni candle ambayo inawakilisha kuongezeka kwa price. That is the bull candle. Lakini kuna wakati mwingine ambao price huwa inafungukia katika price ya juu, inafungukia from the high price. Tunasema kwamba kuna wakati ambao price inaweza kufungukia from the high price kwenda kwenye low price. Kwa price ikifungukia from the high price kwenda kwenye low price, hapo tunapata kitu kingine cha tofauti tena. Pale tu huwa tunapata the bearish candle. Kwa bearish candle ni candle inayowakilisha price iliyokuwa imefungukia from high kwenda kwenye low. Kwa price imeanzia kwenye ile price ya juu kwenda price ya chini, tunapata the bearish candle. Na katika kuwakilisha bearish candle na bullish candle, mara nyingi rangi zinazotumika ni hizi mbili. Huwa inatumika rangi ya kijani kuwakilisha the bullish candle na rangi nyekundu kuwakilisha the bearish candle. Lakini pia unaweza kutumia rangi nyeupe kuwakilisha, au huwa inatumika rangi nyeupe kuwakilisha the bullish candle, na huwa inatumika rangi nyeusi kuwakilisha the bearish candle. Kwa katika bullish candle inaonyesha the buying momentum, bearish candle inaonyesha the selling momentum. Kwa katika kuonyesha selling momentum tutakuja kuelewa, ambapo tutakuja kuona candle huwa zinakuwa na length tofauti tofauti. Sio lazima zote ziwe na urefu ambao nimeuchora hapa au kwa namna yoyote, huwa zinakuwa na urefu tofauti tofauti. Sasa urefu wa candle huwa unabeba ujumbe mmoja kuhusiana na kuna kitu tunaita volatility of the market. Urefu wa candle unabeba ujumbe kuhusiana na volatility of the market. Kwa kama nakuwa na candle yenye urefu fulani kama huu hapa,
maana yake market ina volatility kiasi fulani. Lakini kutoka kwenye huu urefu unaweza ukaufananisha huu urefu unaokuwepo hapa au urefu unaokuwepo kwenye hii bearish candle, huu urefu unaokuwepo kwenye bearish candle unaweza ukaufananisha na candle nyingine itakayokuja kuwa formed next. Unaweza ukafananisha na urefu wa candle nyingine inayokuja kuwa formed next baada ya hii. Kwa hii itaonyesha volatility ilikuwa ni ndogo, na hapa inaonyesha volatility ikawa imeongezeka, lakini jinsi urefu unavyozidi kuongezeka inaonyesha volatility ni kubwa. Kwa kwenye volatile market tunakuwa na candle ambazo ni ndefu, kwenye more volatile market tunakuwa na candle ambazo ni ndefu zaidi. Yani volatile market ni market yenye movement kubwa, inayokuwa inatembea kwa muda mchache, inatembea price kubwa sana, umbali mrefu, the volatile. Kwa hiyo inawakilishwa na urefu wa candle. Kwa hiyo ni moja kati ya ujumbe mkubwa unaobebwa na candlestick. Ingaje tutakuja kuona pia hata pressure, maybe buying pressure au selling pressure au momentum ya buying or selling inawakilishwa pia na candlestick. Kwa candlestick inaweza kawa ni tool ambayo inakuwa ni ya msingi sana katika kuwakilisha ujumbe, katika kubeba ujumbe wa price kwenye market. Katika candlestick tuna aina mbili za candle kama nilivyosema, na bullish pamoja na bearish. Kwa nataka niongelee morphology ya candle moja, alafu then nakuja kuongelea morphology ya candle nyingine. Ingawaje tukishajua kuhusiana na formation ya candle moja, basi na candle nyingine itakuwa bado iko na property hizo zinafanana, isipokuwa labda zinakuwa ni vice versa. Kwa naweza nikaanza kuzungumzia kuhusiana na bullish candle. Nataka nizungumzie kwanza kuhusiana na bullish candle. Kwa bullish candle ni candle inayoonyesha the buying momentum ya kununua. Kwa itaanzia, maana yake momentum ya kununua inaanzia kwenye ile price inapokuwa ndogo kwenda kwenye price inapokuwa inazidi kuongezeka kuwa kubwa. Kwa that buying momentum itaanzia katika sehemu ambayo huwa tuna mark as the opening price. Kwa hapa tunaweza tukaanza kabisa kwa kuindicate kwamba this is the opening price. Kwa tuseme now siku hiyo au saa hiyo au dakika hiyo, kwa sababu hii candle inawezekana ya saa, inawezekana ya dakika, inawezekana ya siku, au ni candle ya mwezi, kwa namna yoyote ile. Kwa mfano tuna indicate in terms of siku, labda tuseme kwamba hii ni candle ya siku. Kwa hapa itakuwa inajaribu kuwakilisha the opening price of a day. Kwa maana yake hapa tutajaribu tutapa label kama opening price of the day. Kwa it is now the opening price. Kwa kama hii hapa ndo ni opening price yetu, manake soko ndo limefungukia hapa kwenye hii sehemu. The opening price ni sehemu ambayo soko ndo linakuwa limefungukia. Kwa sasa baada ya kufunguka sasa price itaanza kumove katika directions tofauti. Lakini sisi tunategemea tuangalie the bullish, manake tunaangalia wakati price iko katika buying momentum. Tunaangalia movement ya price wakati iko katika buying momentum, manake iko katika momentum ya kununua. Ndio kitu ambacho sitaenda kukiangalia. Kwa katika momentum ya kununua hiyo candle ikishakuwa imetengenezwa hapa, ndo imefunguka, imeanza the opening price, basi hii market itakuwa na uwezo wa kumove katika directions tofauti. Inaweza ndio ikawa inaendelea kubuy, au wakati mwingine ikawa ina sell. Kwa hiyo inaweza kaenda ikabuy mpaka sehemu fulani, bado tunasema hii ni bullish candle. Lakini tuna point ya kuanzia ambayo ni opening price. Itakapokuwa imebuy imefika mpaka hii sehemu, lakini mfano ni siku, ile siku inakuwa bado haijaisha, basi tunakuwa tunasema kwamba hii candle bado haijaweza kufikia the high of the day, lakini pia manake haijaweza kufikia the closing price. Kwa hapo tunasema bado hii candle inaendelea. Kwa katika kuendelea, inaweza kaendelea ikawa inapanda, lakini haiwezi kupanda straight. Itakuwa inapanda, lakini inafika sehemu ile price ina reverse, kwamba kwa sababu movement ya price haiko straight kwamba ipandishe, itakuwa inaenda kuna sehemu ina reverse. Kwa wakati inapokuwa ina reverse, ndo pale huwa inakuja kuona sasa ilikuwa imefikia the high price, ilikuwa imefikia price ya juu. Itakapokuwa ina reverse, ndo inakuja kuacha kitu kinaitwa tail. Kwa pale juu tutakuja kuona kuna kitu kinaitwa wick au kinaitwa tail, kitakuwa kimetengenezwa pale. Lakini as long as hiyo wick imetengenezwa, ni ile wick ambayo tunaiona iko katika sehemu ya juu,
Kwa hiyo tunaita ni upper tail, tutakuja kuona. Lakini hii price katika bullish candle haitaenda straight iendelee kuwa bull muda wote. Kuna wakati ita reverse, itashuka mpaka itaenda chini ya opening price. Sasa inapokuwa imeenda chini ya opening price, hapo ndipo ambapo huwa inakuja kubadilika. Ile bullish candle ikienda chini ya opening price huwa inakuja kubadilika na kuwa bearish candle. Kwa inabadilika na kuwa bearish candle. Kwa bearish candle itakuja kuonekana kwa mtindo kama huu hapa. This is the bearish candle. Kwa imesha reverse, iko kwenye downtrend. Maana imeshuka, iko chini ya opening price. Imeshuka, iko chini ya opening price, basi hapa itakuwa ni bearish candle. Lakini pale inapokuwa imeshuka, iko chini ya opening price, kwa sababu bado hiyo siku inakuwa haijamalizika, basi tunategemea hii candle inakuja kuwa na uwezo sasa wa kuendelea tena kurudi kule kwenye uelekeo wake ambao ilikuwa inaendelea, kwa sababu ilikuwa ina buy. Kwa hiyo tunategemea kwamba imereverse. Hii ni just temporary, imereverse tu kwa muda, lakini bado ina possibility ya kuendelea kurudi. Kwa mwisho wa siku sasa, kama imereverse kwa muda alafu baadaye itarudi, kwa itakapokuwa inarudi kuelekea juu, ambapo ilikuwa ina buy, tutakuja kuona inakuja kuacha tail huku kwenye lower part, ambapo huku ilikuwa imeelekea kwa muda, inakuja kuacha tail kwenye lower part. Kwa hiyo itakapokuwa imeacha tail huku kwenye lower part, now tayari imebadilika, iko kwenye price ya juu zaidi ya ile ambayo ilifungukia. Kwa moja ile candle itabadilika, itarudi kuwa ile candle yetu ambayo ilikuwa ni bullish candle. Kwa hiyo tutarudi kuwa na bullish candle yetu kama kawaida pale, na inaendelea na kubuy. Kwa as long as ina buy, price itakuwa inaenda inapanda, ina reverse, inapanda, ina reverse, anywhere around, ina reverse, inapanda. Lakini mwisho wa siku itafika wakati inapanda, inaweza ikapanda ikafikia the highest price of the day. Yani inaweza ikapanda ikafikia sehemu ambapo ndo price kwa siku hiyo ndo imefikia juu kabisa. Kwa mwisho wa siku hapa itakuja kutengeneza what we call the highest price of a day. Manake imefikia pointi ambayo tunatarajia haitaweza kuendelea kuongezeka zaidi. Imefikia pointi ambayo haitaweza kuendelea kupanda zaidi, kwamba iendelee kubai zaidi ya hapo. Hapana, manake hapo ndo imefikia mwisho. Kwa now I will be having this point. Hii itakuwa ni pointi ambayo tunaita kama the high price of a day. Kwa tuseme now this is hiyo ni high price. This is the high price. Lakini hapo siku manake inakuwa haijamalizika, let's say, lakini hapa ndo tumefikia the high price ambayo tunategemea haiwezi kupanda zaidi ya pale. Kwa kama imefika pointi ambayo haiwezi kupanda zaidi ya hapo, basi mwisho wa siku tunakuja kuona kwamba katika ile pointi ambayo haiwezi kupanda zaidi ya hapo, sio lazima ije ifunge pale. Haitatakiwa kwamba sio lazima, inaweza kafungia hapo, maana yake tutapata the full candle, au inaweza katokea kwamba hii price isifunge katika ile point, lakini itakuja baadaye, kwa sababu price inaenda inapanda na kushuka, inaweza kaji kacheza hapo, ikawa inapanda haiendi, yani imeshafikia the high, inapanda haiendi popote, inapanda haiendi popote. Mwisho wa siku inapoisha inakuja kuclose pale. Kwa ikija kuclose pale sasa, huku juu imeacha the tail tena. Kwa mwisho wa siku tunapata point ya pili ambayo inakuwa ni closing price. Kwa tutakuja kuipata point ya pili ambayo tunaita kama the closing price. Kwa hiyo tulikuwa na opening price, lakini hapa sasa tumeshapata point ya pili ambayo ni closing price. Maana yake ni price ambayo ndio siku hiyo ilipofungia. Yaani price ndio imekuja kufungia hapo. Kwa hiyo tutapata what we call the closing price. Kwa tukishapata the closing price, kinachobakia baada ya hapo, tayari tuna opening price, tuna closing price. Kinachobakia baada ya hapo ni kwamba okay, tayari tuna high price of a day. Ni price ambayo ndio ilikuwa ya juu kabisa katika hiyo siku. Lakini huku chini kuna sehemu ilifunguka hapa, lakini ilishuka, baadaye iliweza kushuka mpaka sehemu fulani hapa chini. Kwa maana yake hapa tulikuwa tumefikia the low price of a day. Kwa mwisho wa siku tunakuwa na point ya pili hapa chini, tutaiita kama the low price of a day. Kwa sababu tunaongelea kendo ya siku. Kama ingekuwa ndani ya dakika na yenyewe ingekuwa ni low price of the minute. Lakini hapa kwa sababu tunaongelea siku, basi hapa tunaita kama low price of a day, au unaweza kaita the low price au the lowest price. Kwa namna yote unaweza kaita low price au the lowest price. Baada ya kutengeneza hiyo lowest price, kwa tayari tunakuwa, kwa hiyo hapo kunabakiwa na sehemu ambayo inakuwa iko haina, maana yake price ilikuwa imefika alafu
ikashuka ikaenda kufunga chini ya pale, lakini kuna sehemu ambayo price ilishuka chini ya sehemu ambapo ilifungukia, alafu baadaye ikarudi upande wa pili yake. Kwa inatengeneza sehemu hizi ambazo tunazita kama wick. Unaweza kuziita tail, unaweza kuziita wick, unaweza kuziita shadow, and then way around. Kwa mimi naweza nikaziita kama what we call a shadow, au unaweza kuita tail, it is a tail or shadow. Kwa hiyo inakuwa inaenda kwa mtindo kama huo. Hii sehemu ya juu sasa, hii tail au shadow kwa lugha nzuri hapa tunaweza tukaita the upper. Kwa hiyo tunaweza tukaibadili hapa tuiite kama the upper shadow or the upper tail. This is upper tail, lakini kwa upande wa chini tutakuja kuwa na lower tail. Kwa huku chini hii tunaita the lower tail. Kwa hizi tails or shadows zinatengenezwa kutokana na sehemu ambazo price ilikuwa imefika alafu ika reverse. Kwa hiyo price ilikuwa imefika hiyo eneo alafu tena ika reverse. Kwa hapa kwa chini yake tunakuwa tuna lower shadow. We have this called the lower shadow, au nasema the lower tail in any way around, au the lower wick kwa namna yote ambapo mtu atakuwa anahitaji yeye kuita. Kwa this is what we call the lower shadow. Kwa mpaka hapa sasa morphology ya candle inakuwa imekamilika. Mpaka hapo morphology ya candle inakuwa imekamilika. Kwa this is the high price, the low price, the shadow, the opening price, the closing price. Na cha mwisho kikubwa ni kwamba now this will be the real body. This is the real body of the candle. Na kusahau kitu kimoja cha mwisho hapo, kwamba we have this we call the real body of the candle. Kwa hiyo tutaita kama real body au the body of the candle kwa namna yoyote ambapo mtu utakuwa na uwezo wa kuiita. Kwa hiyo unaweza kaita real body au kaita the body of the candle. Kwa mpaka hapo candle inakuwa iko complete, ikiwa na sehemu zake zote muhimu na imebeba informations. Kwa kinachobakia ni mtu kuweza kuzipata hizo informations ambazo zinakuwa zimebebwa na hii candle. Namna ya kuweza kupata informations. Kwa hizo informations tutazipata kwa kuweza kuinterpret. Mfano mwanzo nilisema kwamba ukiwa na candle ambazo ni ndefu, yani jinsi urefu wa candle unavyozidi, inamaanisha market inakuwa iko volatile. Candles zinapokuwa ziko fupi, market inakuwa ni less volatile. Market volatility inakuwa ni ndogo. Kwa tutakuja kulink na issue ya sessions. Tutakuja kuona kuna sessions fulani huwa tunaziita ni volatile sessions. Tutakuja kuona candle zake ni ndefu sana. Lakini kama session sio volatile, less volatile, candle zake zinakuwa ni fupi. Hiyo ni information moja ya kwanza ambayo inabidi ujue kuhusiana na candle. Lakini kitu kingine kuhusiana na candle kwenye tunaita kama psychology of the candle, ambacho inabidi ukijue kinahusiana na hizi wick au hizi tail tunasema. Kwa hiyo kama urefu una indicate momentum, hizi wick na zenyewe zina information zake ambazo zinawakilisha. Mfano, endapo ikatokea kwamba hii price imeweza kupandisha ikafunga hapo juu, endapo imeweza kupandisha na ikafunga pale juu ambapo ilikuwa imefikia kwenye high price, imefungia hapo, hii in terms of momentum tutapata taarifa au informations ambazo zinaonyesha kwamba the buying momentum bado ni kubwa. Endapo hii closing price itakuwa iko hapa pamoja na high of the day or the minute or a week anywhere. Lakini hapa ilipokuja hapa buying momentum ni kubwa. Kwa iliporudi hivi huku chini, ilipokuwa pulled back, hii ilikuwa inaonyesha kwamba buying momentum inapungua, halafu kuna selling momentum imeingia. Maana yake sellers wameingia kwenye market. Kwa kama sellers wameingia, ndio wanaoirudisha price kwenda chini. Wakairudisha mpaka ikafika ikafungia hapo. Kwa hapa inaonyesha kwamba okay, hii candle ilifunga ikiwa na selling momentum ndani yake. Kuna sellers walikuwa wako wanaipush ile market. Lakini pia inaweza ikatokea hii kwamba sellers walipush wakafika nayo mpaka hapa, lakini wakati inakaribia kufunga, buyers wakafanikiwa tena kuirudisha mpaka hapa, ndio ikafungia hapa. Kwa pia inakuwa ni vile kwamba imefunga ikiwa na buying momentum, lakini bado kuna sellers wapo, tunawahesabu wapo hapa kwenye hii week. Kwa namna ya kuinterpret sasa hizo information zote kiujumla, mtiririko wa kuweza kuzielewa hizo informations utaanzia kwenye opening price, kwa sababu hii ni bullish, ina open chini kwenda kufungia juu. Kwa kinachotokea ni kwamba kwenye opening price ndipo ilipofungukia kwa siku hiyo, au kwa inategemeana ni umeweka katika time frame gani. Maana hii candle itawakilisha time frame yoyote. Kwa kama ni katika siku, basi kwa siku hiyo price ilifungukia hapa. Ilipofungukia hapa, wale buyers wanaweza wakawa walianza wakaipandisha mpaka sehemu fulani. Walipoipandisha mpaka point ile, sellers wakaja kwa nguvu yao nyingine wakaishusha price mpaka hapa. Walipoifikisha kwenye hii point, hawakuweza kuishusha zaidi ya pale. So now this will be the lowest price ndani ya hiyo siku.
the lowest price, au ndani ya hiyo dakika au ndani ya hiyo saa. Lakini baada ya hapo walipofikisha that lowest price, wale sellers wakaja baadaye wakaishiwa nguvu, buyers wakafanikiwa kuipandisha price. Kwa buyers walivyoipandisha price, waliweza kuipandisha, maybe ikaenda straight anywhere around au ikainacheza kwa namna yoyote, lakini inaendelea ku rise, lakini ikafika sehemu ya juu kabisa ambako buyers hawakuweza kuendelea kuipandisha zaidi ya pale. Kwa now ilipofikia kwenye ile pointi ya juu kabisa ambayo buyers hawakuweza kuipandisha zaidi ya pale, this will be the high price. Kwa ndani ya hiyo siku au saa au dakika, this will be the high price. Manake haijaweza kwenda zaidi ya pale. Ila ilipofikia that high price, bado ikatokea sellers wakaja wakaingia kwa nguvu, wakaishusha ile price. Walishusha mpaka sehemu fulani. Pengine walishusha zaidi ya hapo, alafu baada ya hapo tena buyers wakaja kuipandisha kidogo mpaka hapo, lakini tunachokiona ni kwamba kuna selling momentum iliingia hapa. Ndani ya hiyo dakika au ndani ya hiyo saa, ndani ya hiyo siku, kuna selling momentum iliyoingia hapa. Kwa baada ya hapo kilichotokea, kama sellers waliingia wakashusha ile price, tunategemea kwamba sasa kwenye kendo itakayofuatia basi tutakuwa na uwezekano wa price kufunguka ikianza kwa kusell. Tunategemea inaweza ikafunguka ikianza kwa kusell, lakini kama ilikuwa imesell ikawa hapa, wakati inakaribia kufunga buyers wakaja wakapandisha mpaka hapa, tunategemea inayofuatia basi iwe na uwezo wa kuendelea tena kubai, maana inajazia kwenye hii momentum iliyokuwepo hapa. Kwa tutategemea kama kuna kendo itakuja kuwa formed mbele yake, inaweza kaanza hapa ikapandisha inaweza kaanza ikafunguka kwa kubai moja kwa moja, ikawa ina rise, ikawa inaelekea juu kwa mtindo kama huo. Endapo kama ilikuwa imefall mpaka huko, afu baadaye wakati inakuja kufunga ilifunga ikiwa imepandisha mpaka hapa, inaweza kufunguka kwa kubai. Kwa vile vile itakuwa inaendelea na bullish. Kwa hapo utakuwa tayari umeshapata information ambazo tunasema kwamba sasa kendo inakuwa na uwezo wa kukusaidia, kuweza kudetermine the direction of the market, na itakuwa inakupa ile precise direction ambayo tunaamini kuwa inakuwa ni ya uhakika kwamba soko litaelekea kwenye huo uelekeo, kulingana na kwamba utakapoweza kufafanua information ambazo zimebebwa ndani ya kendo, kwa sababu inabeba information nyingi. Ukiweza kuzifafanua, basi utakuwa na uwezo wa kujua soko linaenda wapi. Kwa maana yake sasa wale wanaofanya technical analysis wana interpret an individual candle, lakini pia kuna namna ambavyo inabidi ujue, pia lazima ujue kuinterpret candles zinapokuwa zimetegemeana, zinakuwa zimekuwa associated moja na nyingine, zikiwa mbili au tatu na kuendelea. Kwa hiyo tutakuja kuona the candlestick patterns. Katika candlestick patterns ndio tutakuja kuona kwamba kuna wakati inaweza ni candle moja, the mono candlestick pattern. Hayo inaweza zikawa mbili, the die candlestick, au inaweza zikawa tatu, the try. Kwa hiyo zinaweza zikakaa mbili zikaleta information ya namna fulani. Kwamba ndio kama hapa imekaa hii moja, ikaja nyingine ile open hapa kwenda juu. Maana hizi mbili hizi ukizitazama hizi mbili utakuwa unajua tu kwamba okay, kumbe buying momentum bado ipo. Lakini zinaweza zikakaa mbili, ikaja ika open nyingine hapa mbele, ikawa imeenda katika bearish side. Maana itakuwa interpret kwamba sellers hapa wana nguvu na wameweza kufungua kendo inayofuatia wakiwa bado wana sell. Kwa utategemea na kendo ya tatu nayo itakuwa katika selling momentum. Kwa ndipo ambapo utaweza kupata informations kwenye kendo. Kwa ni very powerful tool. Ni kitu ambacho kina nguvu sana. Ukiachana na indicators, hata kama indicators zinatoa direction, lakini kikubwa ukielewa candlestick ndio unapata direction ambayo inaweza kuwa na uhakika zaidi. Kwa hiyo ndivyo vitu vya msingi vya kuanza navyo. Lakini sasa tukienda kwenye bearish candlestick ita reverse tu vitu vichache. Kwenye opening price hapa, maana itabidi ibadilike iwe sasa ni closing price. Na ile iliyokuwa closing price inakuwa ni opening price. Na kitu kingine tu color itabadilika. Nayo itakuwa ni red au inaweza ni black, kulingana na vile ambavyo wewe umependa utumie rangi gani. Lakini mambo ni yale. Hii bearish ita open juu, itakuwa imeopen hapa. Ilipo open itapandisha. Ilipopandisha baadaye itashuka mpaka huko kwenye lowest price, afu itakuja kuclose hapa. Umeona? Kwa bearish itakuwa imeenda kinyume. Itafungia pale ambapo bullish ilikuwa imefungukia. Bullish imefungia hapa ikafunga hapo. Kwa ni rahisi. Kwa hiyo inabakia kuwa ni task yako. Nenda kajaribu kutengeneza bearish candle. Katengeneze bearish candle kwa kufanya reference kwenye hii hapa, na utaigeuza kwa sababu tumeshasema bearish ni candle ambayo inafunguka katika high price kufunga kwenye low price. Lakini tuliona bullish inafunguka kwenye low price kwenda kwenye high price. Kwa kama umeelewa hii, basi utakuwa na uwezo wa kutengeneza bearish. Unachotakiwa ni kusubscribe,
utasubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe, kisha alama ya kengele iliyoko pembeni. Ukibonyeza hiyo alama ya kengele itakuwa inakusaidia wewe kupata taarifa pale ambapo tunakuwa tunaposti video nyingine kuhusiana na presentation zetu. Kwa hivyo ili uwe wa kwanza, bonyeza hiyo alama ya kengele. Lakini pia ukisubscribe unaweza ukalike hii video kama unakuwa umeipenda, halafu kaweka na comment yako kuhusiana na nini ambacho umekiona. Kama unakuwa na swali au na ushauri wowote unaweza ukaweka hapo. Unaweza ukashare hii video ili iweze kumfikia na mwenzako ambaye bado hajaweza kuitazama, lakini unaamini kwamba itaweza kuja kumsaidia.